Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2025, kipindi hewani kutoka riziki yetu ya kila siku kutoka Eternal Ministries. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbona Liba. Jana tumeanza tafakari ya ukuhani wa kiuchumi, na nilianza kwa kuonyesha kwamba kuna mifumo miwili mikubwa ambayo inatawala uchumi wa ulimwengu kutoka kwenye Mwanzo sura ya 14. Tulisoma mstari wa 8 hadi 24, ambapo unaona kuna mfumo tumeuita mfumo wa Kisodoma, na kuna mfumo pale ambao unaitwa mfumo wa Kimelkizedeki. Mfumo wa Kimelkizedeki ni mfumo wa Mungu Abraham anasema aliye juu sana, na ambaye kwa huyo amepokea mkate na divai, na anakataa kupokea mali ya mfumo wa Kisodoma ambao unaona na kama ambao utaendelea kuangalia ni mfumo wa kidunia. Kwa hiyo jana nilikushauri na kukwambia kwamba hata sasa huko duniani kuna mifumo mbalimbali inaongoza uchumi, lakini tunaweza kuiweka katika mifumo miwili mikubwa: mfumo wa kimungu wa kweli ambao tunauita wa Kimelkizedeki, na mfumo wa kidunia. Mfumo wa kidunia pia una mali. Unaona, mfumo wa Sodoma walikuwa na bonde la mashimo ya lami, walikuwa na bonde la mfalme, wana mali ambazo wanampa Ibrahim anakataa, anaamua kubaki kwenye mfumo wa kimungu ambao ni wa Kimelkizedeki. Na nikakwambia jana ni muhimu kuchagua chanzo chako cha mafanikio ya kiuchumi, kwa sababu hakuna mtu aliye katikati. Lazima uchague unaitika kwenye mfumo upi, vinginevyo hauwezi kupiga hatua ya kiuchumi. Jambo kubwa ambalo nataka leo pia uliangalie ni kwamba mstari ule wa 21, Mwanzo sura ya 14 mstari wa 21, mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham, nipe mimi hawa watu na hizo mali uchukue wewe. Anampa ofa ya kuchukua mali. Abraham akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Nimeinua mkono wangu kwa Mungu aliye juu, muumba wa mbingu na nchi. Na anasema ya kuwa, kwa hiyo ameinua, anasema kiapo chake, sitatoa uzi wala gidamu ya kiatu chako wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Alafu anasema isipokuwa vijana wape iliyo halali yao. Kwa nini Abraham alikataa? Sababu kubwa anayotupa ukataa mali unaiona, anasema usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Swali la msingi la kujiuliza ni kwamba Abraham alijuaje kwamba akichukua hii mali ya mfalme wa Sodoma, mfumo ambao sio wa Mungu wake wa kidunia, ingemwathiri kwa kusema ya kwamba ndio mfumo ambao umemtajirisha? Unajua hilo ukiangalia sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo kuanzia mstari wa 10 kuja mpaka sura ya 13, unaona kwa mara ya kwanza tunaonyesha kwa ukubwa Abraham akiwa tajiri, lakini tunaonyeshwa na chanzo cha utajiri wake, na utagundua hiki chanzo kilikuwa ni Farao, mfalme wa Misri, ambaye anatumika kwenye mfumo wa Kisodoma, mfumo wa kidunia. Na Abraham alivyotajirishwa naye, inaonekana, Biblia haituonyeshi wazi, lakini inaonekana Farao alijisifu ya kwamba amemtajirisha Abraham, na kwa hiyo heshima ya Mungu wake ikawa imefifishwa na mafanikio ya uchumi, na mfumo wa kidunia ukawa kama una uhalali kwake, kwa sababu unaona ndio umemtajirisha. Kwa hiyo Abraham sura ya 14 hataki kufanya hilo kosa tena, anakataa mali zilizotokana na mfumo usio halali. Angalia sura ya 12, nikusomee pale mstari kadhaa alafu nikuonyeshe hili jambo. Mstari wa 10, basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abraham akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso, basi itakuwa wa Misri watakapokuona watasema huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Abraham anakimbia njaa kutoka Kanani anaenda Misri. Ni wazi huyu ni maskini. Mtu anayekimbia njaa, huyu ni maskini. Na anafanya makubaliano na Sarai mkewe kwamba akikuona ni mzuri wataniua, tukubaliane wewe ni dada yangu. Biblia inasema tafadhali useme wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abraham alipofika Misri, wa Misri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao. Kwa hiyo Farao akamchukua Sarai kuwa mkewe. Angalia mstari wa 16. Alipomchukua Sarai kuwa mkewe, ambaye Abraham alisema ni nduguye, dada yake,
naye akamtendea Abraham mema. Farao akamtendea Abraham mema kwa ajili yake. Alafu angalia, akapewa naye alikuwa na kondoo. Kwa hiyo Abraham akapewa kondoo, akapewa na ng'ombe, akapewa na punda waume, akapewa na watumwa, akapewa na wajakazi na punda wake na ngamia. Kaenda mstari sura ya 16 unaona pia swala hili likisema Hajiri ambaye ni mjakazi pia alikuwa ni sehemu ya mahali ambayo Abraham alipewa. Mstari wa 17, lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mke wa Abraham. Ndipo Farao akamwita Abraham akasema, ni nini hili ulilonitendea? Mbona kuniambia kuwa huyu ni mkeo? Mbona ulisema huyu ni umbu langu hata nikamtoa kuwa mke wangu? Kwa hiyo Farao ni kama alimuoa Sarai kwa kutoa mahari akampa Abraham. Biblia inasema basi sasa Farao anamwambia huyo mke wako umchukue uende zako. Mstari wa 20 unasema Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, akampeleka njiani, angalia, na mkewe na kila alichokuwa nacho. Anaingia Misri hana kitu, anatoka na kila alichokuwa nacho, maana yake na ng'ombe aliopewa mstari wa 16, kondoo na wajakazi, punda, ngamia, vyote Abraham akaondoka navyo. Kwa hiyo akaondoka na mali nyingi. Sura ya 13 mstari wa 1 anasema Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho. Alikuwa na nduguye Rutu pamoja naye mpaka kusini. Mstari wa 2 sasa unatuambia naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha, kwa dhahabu. Tajiri ametoa wapi? Mahali aliyopewa na Farao. Amekuwa tajiri kutokana na mfumo wa kidunia wa Kisodoma, tungeweza kuuita umemtajirisha Abraham. Inaonekana, Biblia haituambii, lakini inaonekana ulimpa shida kwa Farao kujidai kwamba ndio amemtajirisha Abraham. Kwa hiyo inapokuja sura ya 14 anatokewa na Melkizedek na mfalme wa Sodoma, na mfalme wa Sodoma anataka kumpa mali Abraham. Abraham anaona mtego aliopitia nyuma na asingetaka kuingia, anakataa, anasema nimeapa sitatoa chochote, usije ukasema. Pengine tungesema kama Farao ya kwamba mimi nimemtajirisha Abraham, kwa sababu mafanikio sasa ya kiuchumi ambayo yanakuja sura ya 15 ya 14 anayozungumzia, unaona yanatokana na Mungu, na Abraham ameamua kumpa Bwana fungu la 10 la kile alichonacho. Ni utashi wako kama ilivyokuwa kwa Abraham kuchagua mfumo unaotaka kuutumikia. Ni utashi, lakini lazima uchague. Abraham aliamua kuchagua kubaki kwa Melkizedeki, Mungu, kuhani wa Mungu aliye juu sana, akakataa mfumo wa Sodoma au mfumo wa Kifarao, na hivyo Mungu akaamua kumfanikisha. Hakuna kuchanganya, usije ukajaribu kuchanganya mfumo utakao kuwa nao, stick kwenye huo mfumo, na Mungu hapendi michanganyo. Kadri unavyoamua mfumo wa kutumikia na ukaamua kumchagua Mungu, ndivyo Mungu ambavyo anaendelea kukufanikisha. Maana yake katika mali yako pia lazima uchague. Mithali anasema mheshimu Mungu kwa mali yako na kwa maongeo ya mazao yako. Kwa hiyo lazima uchague na uwe wazi chaguo lako ya kwamba ni mfumo upi ambao unautumikia, na ndivyo mfumo unavyokufanikisha zaidi. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kesho saa 12 asubuhi. Usikose kufuatilia vipindi hivi. Amen.